kwa sababu ya kutafuta efficiency. Kwa tunafanya PPP pia kwa sababu ya efficiency. Kwa dhana ya efficiency nadhani tunaweza tukaiaddress kwa muktadha huo. Na nyingine ni technology innovations, kwamba tunaweza tuka-engage private company kufanya mradi fulani wa ubia kwa sababu tu ya kutaka technology ambayo anayo, innovation ambayo anayo. Na lakini kwa ujumla wake ni cement tu ile hoja ambayo tunakubaliana wote kwamba njia pekee ya kujenga uchumi mkubwa wa kisasa shindani ni kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo private anaweza kufanya aweze kuyafanya, na serikali ibaki na concentrate kwenye maeneo ambayo kwa kweli hayana appetite ya private kufanya. Na kama tuliyozungumza, afya kwa watu maskini sana, elimu kwa watu maskini sana, anaweza akafanya private, lakini with government intervention, kwamba sasa serikali impe guarantee ya 1 2 3 isubsidize hiki au kile. Na jambo ni katika picha hiyo, lakini nizungumze tu hiyo hoja ya kwa nini ni lazima, na sisi sio wa pekee wala sisi sio wa kwanza kuona ukweli, ni kwamba hali halisi ya dunia inataka tufanye hivyo. Mahitaji ya binadamu kwenye ulimwengu huu ambao ni ulimwengu wa taarifa ni makubwa kuliko uwezo wa serikali yoyote duniani kuyakidhi. Sio sisi tu. Kwa hatufanyi PPP kwa sababu tuko desperate. No. Hata serikali zenye muscles kubwa bado hazina uwezo wa kukidhi matarajio. And that's why unaona deni la serikali zote duniani, the global debt iko over 90%. Iko zaidi ya 90%. Na nchi ambazo zina deni dogo ni nchi za Afrika, ingawaje dynamics za kiuchumi inawezekana zikaweka pressure, ikawa deni yenye pressure, lakini ukizungumza by percentage ya uchumi kwa deni la dunia ni kubwa sana. Deni la serikali duniani, maana kuna deni la dunia na deni la serikali duniani. Deni la dunia yote ni zaidi ya dola trilioni 350. Hiyo ndani inajumuishwa sekta binafsi, household, pamoja na madeni ya serikali. Na kimsingi madeni ya sekta binafsi ni makubwa kuliko madeni ya serikali zote duniani. Kwa hiyo ni picha hivyo. Lakini msingi mkubwa ambao nataka kuzungumza ni kwamba serikali zinakopa zaidi duniani kwa sababu ya kumit expectation ya wananchi wake. Sasa kwa dunia katika picha hiyo inaona kwamba njia pekee ya kufanya sustainable governance na kudeliver kwa hawa wananchi ni kuhakikisha kwamba inaongeza space ya private sector kufanya hayo maeneo ambayo ina interest, afu serikali baki ina concentrate kwenye maeneo ambayo private hawezi kuwa na interest kwa sababu hiyo. Kwa tunafanya PPP kwa sababu hiyo, kwamba hiyo ndio hali halisi ya dunia, kufanya uchumi wetu kuwa sustainable. Hiyo ndio hali halisi. Lakini kuna kitu kimegusiwa hapa kuhusiana na incentives, kwamba lazima tutoe incentives kwa private kwa sababu private haiwezi kufanya kama hakuna incentive. Ni kweli. Incentive, kwenye public private partnership, ubia kati ya serikali na private company, serikali yenyewe interest yake number 1 ni kuhakikisha kwamba ina provide hiyo huduma. Ndio jukumu la kwanza la serikali. Mzee Simba Kalia, mzee wetu anatumia kifuani cha katiba, anasema kwamba kazi ya serikali duniani ya kwanza kabisa ni ustawi wa watu wake. Hizi zingine ya habari tu. Kitu cha kwanza serikali inataka ustawi. Kwa interest kwenye mkataba wa ubia, cha kwanza ambacho serikali inaangalia ni upatikanaji wa hiyo huduma kwanza. Lakini pia hiyo huduma lazima iwe affordable kwa watu hao. Sasa affordability inajengwaje? Kwenye sheria ya PPP, sheria imeruhusu kitu kinaitwa viability gap funding. Ni kwamba itazama hiyo concern ya investors kwamba kuna mradi kibiashara haulipi, lakini kiuchumi unalipa. Kwamba una umuhimu kwenye jamii na hata kiuchumi, lakini kibiashara haulipi. Na ili mradi huo ufanywe na private, inabidi serikali itop up, itoe contribution yake kwenye huo mradi. Sasa hiyo kitu kwenye sheria yetu ya PPP inaitwa viability gap funding, kwamba in case the project is not commercially viable, then the government is allowed by the law
to contribute part of the capex to improve commercial viability of the project. Kwa sheria imeruhusu incentive. Lakini pia zile incentives zote ambazo TISEZA inazitoa kule, tax incentives, pia zinatolewa kwenye miradi ya ubia. Na kimsingi kwenye miradi ya ubia inapashwa hizo incentives zitolewe zaidi kuliko hata miradi hii ya kawaida, kwa sababu kwenye mradi wa ubia ni mradi wa umma kabla, wakati na hata baada. Na hiyo ndio tunakuja kwenye tofauti ya ile dhana mbili, PPP na privatization. Ubia sio binafsishaji. Government iko responsible kwenye ubia kabla, wakati na hata baada. Hakuna shift ya ownership. Throughout government itakuwa responsible kwenye huo mradi, kwa sababu ni mradi wa umma. Risk kwenye risk sharing kwenye PPP, sehemu ya risk inachukua private, sehemu ya risk inachukua government. Kwenye privatization riski manake ukichange ownership ya asset manake na risk zote anachukua huyo private. Sasa hizo ni vitu key ambavyo najaribu kuvigusia. Lakini pia Dr. Mbunda amezungumza kuhusu kwamba tuhakikishe kwamba mijadala inakuwa mikubwa na hususan kule bungeni, ili kusudi yasitokee yaliyotokea kwenye mijadala kama wakati tunabishana kwenye kama bandari tu engage private au tusi engage. Na pakatokea na hoja ya kwamba bandari imeuzwa. Profesa amezungumza bandari haiwezi kuuzwa. Airport haiwezi kuuzwa. Ni kwa sababu tu ya ule ugeni na upya wa hangover ya centralized economy ambao tumeishi nao kwa muda mrefu. Lakini hata nchi ambazo pengine zilikuwa centralized kuliko sisi kama China mpaka kufika mwaka 2022 walikuwa na miradi ya PPP ya zaidi ya 1500 yenye capex ya zaidi ya 1.5 trillion. Capex ya zaidi ya 1.5 trillion ambao ni nusu ya uchumi wa Afrika yote. Wao ni miradi ya PPP. Yaani miradi ya PPP ya China ni zaidi ya nusu ya uchumi wa Afrika yote. Kama kuna watu wali practice centralization, nafikiri wao ni among the top. We just need to change na kuelewa context ya dunia na mahitaji hayo ambayo yamebadilika. Of course kuna issue zinazungumzwa za security kwenye baadhi ya miradi kama ya bandari, airport na kadhalika. Lakini kwenye ubia mnavyo structure ule mkataba, yako majukumu ya serikali ambayo yanabakia kwa ya serikali na yako majukumu ya private ambayo yanakuwa ya private. Haimaanishi kabisa kwamba issue za security na kadhalika zinaenda kwa huyo kwa private. Na ndio maana mpaka sasa hivi 14% ya airports za dunia zina operate kwa utaratibu wa ubia. Lakini zinabeba 40% ya abiria wote duniani. Kuna efficiency kubwa. Ukienda France, ukienda UK, ukienda US, kuna airports ambazo zinafikia India. Nilikuongezea dakika fulani kwa sababu ulikuwa umeweka, lakini kuna mambo matatu. Naomba usishushe kwa haraka useme mambo matatu ambayo yameulizwa. One stop center. Yes. Na aspect ya bodi ya maendeleo ya taifa. Lakini Dr. vile amegusia jambo moja, amesema alioni kwenye PPPC research. Okay. Yani hayo matatu. Pengine kwa haraka. Nianze na one stop center. Kwanza nakubaliana kwamba sheria zinazaliwa, zinakuwa, wakati mwingine zinakufa au wakati mwingine zina rejuvenate, zinapata nguvu nyingine tena. Amezungumza waziri mwenye dhamana ya investment Profesa Kitila kwamba kuna mabadiliko ya sheria ambayo yanakwenda bunge lijalo na sisi ni sehemu. Na kwa hiyo dhana ya consolidate power ili kusudi center iwe na mandate ya kutosha ni one of the issue ambayo inajadiliwa na pengine itakuwa sehemu. Tusubirie tu mjadala huo wa bunge lijalo ikiwa tabled. Ni one of the issue ambayo inaonekana kwamba inaweza kupunguza urasimu, kwa sababu ni concern pia ya investors kwamba unaenda hapa, utoke hapa, uende hapa, unaenda hapa. Multiple centers of approvals zinakula sana muda, na ukizingatia na ule uelewa deficit ya knowledge kutoka institution mpaka institution,
inaweza ikacomplicate kesi zaidi. Kwa hiyo it's one of the issue ambayo serikali imeiona. Lakini kuwa na bodi, nadhani tumekutana na investors kadhaa wana hiyo thinking kwamba kwa nini msiwe na bodi ambayo yani hiyo ikikaa hapo ndio imemaliza kila kitu. Na case study wanafanya ni Rwanda. Rwanda wana hiyo inaitwa development body ya pale kwao. Pengine ni kitu ambacho kinafanywa kazi. Sisi tuna PPP steering committee pale juu, ndio kama bodi ya PPP, ina compose makatibu wakuu na mwenyekiti wake ni PST, katibu mkuu wizara ya fedha. Lakini vile vile kwenye sheria yetu kwenye miradi mikubwa kimkakati tumesema kwamba iwe structured katika namna ambayo sio lazima vifungu vyote vya sheria vifuatwe. Kwamba ikitokea serikali ina interest na mradi na investor potential yupo anataka kufanya, lakini akiangalia vifungu vyote vya sheria kuna vifungu ambavyo vinamkwaza au vinaikwaza mamlaka. Maana sheria hii ambayo ilitunga wewe serikali, kuna wakati unataka kufanya mradi na kukwaza pia. Kwa hiyo wewe serikali au wewe private umeruhusiwa kuomba kufanya special arrangement. Kwa sheria imekuruhusu kufanya special arrangement. Lakini huo mradi lazima uwe wa kimkakati. Anayedefine kwamba huo mradi ni wa kimkakati ni Planning Commission. Akisema kwamba mradi wa kimkakati fanya special arrangement, maana yake utasema kwamba una mradi huu wa nuclear au una mradi huu wa umeme wa wind au wa chochote, jinsi ulivyo na framework yetu ya sheria ilivyo, kuna vifungu vifuatavyo ema vya regulation au vya sheria vitatukwaza. Kwa hiyo naomba nifanye special arrangement. Kwa ana structure huo mradi kwa kuskip hizo section. Lakini sharti lake ni kwamba huo mradi mwisho kabisa utahitaji kupata approval ya cabinet. Na mwisho kwa hii nikisema nimejibu kuisema kwa kirefu kwa sababu tu inaonyesha maximum flexibility ya serikali kuhusiana na eneo hili la PPP. Kwamba serikali iko flexible kiasi hicho. Wewe njoo useme tu kwamba hii sheria yenu, mimi nina interest ya mradi huu wa Mlima, lakini sheria yenu ina vifungu hivi na hivi na regulation hivi na hivi vitakwaza. Tukivielewa kwamba kweli vinakwaza, Planning Commission wanasema kwamba mradi wa kimkakati mnaweza mka-structure kwa kutumia special arrangement na utaenda kwenye cabinet unapitishwa huko. Lengo lote hilo ni namna ambavyo serikali inavyohakikisha kwamba mradi haushindikani kwa sababu ya sheria. Kuhusu research, ni one of the research za miradi, research za space ya PPP ni masuala ya jumla, na mamlaka hizi ambazo zinafanya miradi, contracting authorities, wanafanya study kuhusu miradi ya sekta zao moja mpaka nyingine. Lakini pia PPP tunao mfuko ambao unaweza kutumika kuombea fedha kwa ajili ya kufanya research fulani. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunalifanyia kazi kuliweka au kulipa nguvu zaidi ili kusudi iwe tuna finance straight hizo research bila ulazima wa kuzunguka, lakini pia fund iwepo kwa ajili hiyo. Amezungumza profesa hapa kwamba one of the issue ambao serikali inakwenda kuaddress ni kusapoti maandalizi ya studies kwa ajili ya hii miradi. Tutarejea tena Mr. Kafulila. Na asante sana Mr. Kafulila na asante sana wanajopo, na nadhani mtapata nafasi tena nyingine. Lakini hapa kuna jambo limeibuka kuhusu teknolojia. Sasa namuona profesa, naomba nisije kama nimekusurprise Profesa Makulilo. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora hapa
Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.